Kwanza tumpongeze mwalimu sijui wa mpito ama ni wa muda ama ni wa kudumu wa KMC ambaye amechukua mikoba ya mwalimu Ngala. Ameibadilisha timu kwa kiasi kikubwa sana na imetoa upinzani mkubwa sana kwa Simba Sports Club, na nadhani katika mechi 4 hizi ambazo tumecheza back to back, hii ndio mechi ambayo imekwenda vizuri. Kwanza hakukuwa na rafu za kishamba, lakini vile hakukuwa na upotezaji wa muda wa aina yoyote yule. Wameruhusu mpira uchezwe na wameruhusu timu bora ipate ushindi. Kwa hiyo kwa hilo tunawapongeza KMC. Wamecheza mpira usiokuwa na mashaka ndani yake na wamefungwa kwa kulingana na makosa yao na ubora wa Simba Sports Club. Tumemaliza syndicate yetu ya mechi 4 ngumu ambazo zilikuwa zimebandana kama tasbihi, na tumeweza kupambana kuchukua alama 12 katika mechi hizo. Haikuwa kazi nyepesi hata kidogo. Shukrani za kipekee zimwendee mwalimu Fadlu Davis kwa kuweza kufanya rotation kubwa ya wachezaji, kumpa nafasi mchezaji mmoja tofauti kwenye kila mechi, na hatimaye kuifanya Simba kufanikiwa kuibuka na alama 12. Nadhani katika mechi hizi 4 ni Musa Kamara pekee ndiye ambaye hajafanyiwa mabadiliko, lakini wachezaji wengine wote wamefanyiwa mabadiliko. Kumekuwa na mzunguko hapa na pale, yote ni kuweza kumatch in na ugumu wa ratiba. Tumeibuka na ushindi hii leo wa magoli 2-1. Haikuwa mechi nyepesi sana na haukuwa ushindi wa kufanya relaxing, lakini yote kwa yote tunawashukuru wachezaji wetu kwa kuwa na ubora usiomithilika na kuiwezesha Simba kufanikiwa kupata ushindi katika mechi hii ya leo dhidi ya KMC. Semaji, mmefanikiwa kushinda viporo vyenu 4 mfululizo. Pengine hii ni message kwamba mnalitaka taji la NBC? Absolutely. Tunalihitaji taji la ligi kuu ya NBC. Tuna muda mrefu, misimu 3 hatujachukua kombe hili. Kwa hiyo msimu huu tunaona kabisa tunastahili kuchukua kulingana na ubora wa timu tuliokuwa nayo na mwenendo wa ligi unavyoelekea. Unaona kabisa Simba ipo kwenye nafasi nzuri ya kuchukua ubingwa huu. Kwa hiyo tumepata ushindi katika mechi hizi ambazo naamini watu wengi sana wamekuwa surprised. Wapinzani wetu wengi walikuwa wanasubiri Simba adondoshe alama katika mechi hizi ili waweze kufanya sherehe zao, lakini tumeanza mechi ya kwanza na Mashujaa, hawakuamini kilichotokea. Mechi na JKT hawakuamini kilichotokea. Mechi ya Pamba alikadhalika. Basi labda baba mwenye nyumba atamzuia mpangaji wake, lakini bado naye tumemfanya vibaya nyumbani kwake vile. Kwa hiyo tumechukua alama hizi 12. Mimi naamini kuna watu hivi sasa nafsi zao zimechemka upya, nafsi zao zimepata moto upya na zimepata mhaho mpya na zimepata uoga mpya baada ya Simba kupata ushindi katika mechi zake hizi 4 za viporo. Semaji, katika mechi 4 ambazo umezizungumzia ambazo mmepata ushindi, mechi ya JKT wakati anabomba swali lake, wakati anaendelea kulifikiria swali lake, Semaji, mimi nafahamu mmemaliza mchezo huu, kitu kinachofuata ni kimataifa. Semaji, bila shaka zungumza kidogo, wote watamani kusikia huko kimataifa mambo yakoje? Kimataifa ndiko ambako tunaelekea, na kesho majira ya saa 5 asubuhi Mwenyezi Mungu akitujalia kufika salama, tutazungumza nanyi waandishi wa habari kuwatangazia program nzima ya Simba, kuanzia tarehe ya kuondoka, wachezaji wanaondoka na ratiba nzima ya Simba Sports Club, ikiwemo kauli mbiu kuelekea katika mchezo wetu, na vile kama haitoshi, ratiba na mpango mzima wa hamasa kwa mechi ya marudiano na viingilio. Kwa hiyo hili la kimataifa, ndugu zanguni,
kesho niwaalike makao makuu ya Simba Sports majira ya saa 5 asubuhi, twende tuzungumze kuhusiana na maandalizi ya mnyama kuelekea katika mechi dhidi ya RS Berkane. Msemaji, michezo hii minne ya ligi imekuwa ni michezo ambayo imeandaa vizuri kuelekea mchezo wa shirikisho wa finali. Kusema kweli tumepata kipimo kizuri sana. Namna ambavyo wapinzani walikuwa wanacheza kwa nguvu na kukamia, sisi kwetu ilikuwa inatupa faida kubwa sana, na hasa katika mchezo wa leo na yenyewe imetupa funzo kubwa. Kama mmeuangalia mchezo vizuri, muda mwingi wachezaji wote 11 wa KMC walikuwa wanakaa nyuma ya mpira, ama walikuwa wana defense, wanalinda. Yani hivyo ndivyo ambavyo Berkane atacheza kwenye mechi ya fainali hapa Benjamin Mkapa. Kwa leo tulikuwa tunafanya mazoezi namna gani ya kufungua loki za KMC ili Berkane atakapoamua kutaga na kukaa nyuma tujue namna gani ya kumfungua. Na bila shaka mmeona ndugu zangu namna ya kumfungua. Ufunguo anao Joshua Mutale, kuna namna fulani anapiga 1-2, anachukua, anaweka goli. Sasa ile ndiyo tulikuwa tunafanya zetu mazoezi, namna gani ya kwenda kumkabili mpinzani wetu atakapoamua kukaa nyuma. Kusema kweli mimi ni washukuru, japo kuna ambao waliona wanatukomoa, lakini in a real sense walikuwa wanatupa mtihani ambao tukiufaulu tunakwenda kufaulu kwenye michuano ya kimataifa. Mechi na Mashujaa, namna ambavyo ilikuwa ngumu, sisi pale tulikuwa tunaongeza fitness yetu. Mechi ya JKT Tanzania, namna ambavyo ilikuwa tafu, tulikuwa tunaongeza ubora wetu. Mechi na Pamba Jiji, namna ambavyo ilikuwa ngumu, sisi tulikuwa tunaongeza umakini. Mechi na KMC, namna ambavyo waliamua wachezaji wote 11 kukaa nyuma na kupiga counter attack, ndivyo ambavyo mpinzani wetu atakuja kucheza Benjamin Mkapa, na sisi tukafanikiwa kumfungua na kumfunga magoli mawili. Kwa hiyo tumepata mazoezi mazuri kweli kweli, ambapo baada ya mazoezi hii sasa tunayo imani na matumaini makubwa sana mnyama anakwenda kufanya vizuri kwenye mechi ya finali. Semaji, mchezo wa pili mnapoteza clean sheet, au yuwapi wasiwasi kuelekea mchezo unaofuata? Kwenye football tunaangalia nani amefunga magoli mengi zaidi, huyo ndio mshindi. Mpaka sasa hatumdai Kamara chochote kile, kwa sababu tayari ameshavunja rekodi ya msimu iliyopita ya kuwa na clean sheet 16. Anayeshikilia rekodi hiyo ama aliyekuwa na rekodi ya clean sheet msimu uliopita alikuwa ni kipa wa Coastal Union Ray Matampi, alikuwa na 15. Msimu huu mpaka muda huu nazungumza nanyi tayari Musa Kamara ana clean sheet 16. Remember, huyu ni mchezaji mpya. Kwa haya mengine yanayotokea yote ni bonus, wala hatumdai. As long as timu inapata ushindi, sisi we are very happy. Lakini ni jambo la kuongeza umakini zaidi kwenye eneo la ulinzi ili kutoruhusu kufungwa. Na unajua saa nyingine timu kubwa huwa hatupendi kufungwa. Yani tunaweza tukakufunga magoli 7, ukatufunga moja tu tukanyongonyea. It happens sometimes. Kwa hiyo timu kubwa sisi huwa hatupendi kuchafuliwa. Mmenielewa Tunasemaga usichafue gazeti. Kwa hiyo ina kera, lakini hatuwezi kuanza kujiuliza kwamba sasa tumepoteza clean sheet. Hakuna cha maana chochote kwenye clean sheet hizo, kwa sababu tayari timu imeshinda. Lakini Musa Kamara ndani ya msimu wake mmoja tayari amesha prove kwamba yeye ni extraordinary player. Ahmed, mzungumzie striker refu kuliko goli. Leo tumeona amepata nafasi ya kwanza, amefunga mabao mawili kama ilivyokuwa kwa Mngate ya Teba katika mchezo uliopita, pia alifunga mabao mawili. Pengine inatoa picha gani kuelekea? Kwanza kuna jambo moja ningetaka tuliaddress kitaalamu kidogo. Inawezekana kabisa msimu huu ukawa ndio msimu ambao Simba Sports Club tumefanya usajili bora kuliko misimu ya hivi karibuni. Na hii ni kutokana na takwimu zinazoendelea katika mechi mbalimbali za ligi kuu ya NBC. Ukiachilia mbali kufika finali ya CAF, hiyo tusizungumzie kwa sababu kuna watu hawapo kwenye hayo mashindano. Kwa hiyo tukizungumzia wanaona kama tunajidai na wanyanyasa. Kama tunawanyanyasa. Of course tunajidai kweli. Tukianza na Musa Kamara,
mpaka sasa ana clean sheet 16. Tayari ndio kipa bora mpaka muda huu napozungumza na nyinyi. Msimu wake wa kwanza amefanikiwa kuwa na hiyo clean sheet. Lakini achana na Musa Kamara. Twende kwenye eneo la ushambuliaji. Jean Charles Ahoua ana magoli 15. Msimu wake wa kwanza magoli 15. Lionel Ateba magoli 11. Msimu wake wa kwanza magoli 11. Nani huyu Striker kuliko goli magoli 11. Msimu wake wa kwanza magoli 11. Haijawahi kutokea Tanzania hii timu ikasajili wachezaji watatu wa mbele alafu ndani ya msimu mmoja wakawa na magoli 10 plus. Haijawahi kutokea. Ndani ya msimu mmoja wakafunga magoli 30. Haijawahi kutokea ndani ya Tanzania hii. Lakini kwa Simba Sports Club imewezekana. Ndani ya msimu mmoja wachezaji wote wageni wamefanikiwa kufunga magoli 10 na kwenda mbele. Hii ni dhahiri shahiri ya kwamba scouting yetu ilikuwa fantastic sana, na aina wachezaji ambao tumekuwa nao ni wachezaji wenye ubora wa hali ya juu mno. Na nini mwalimu anafanya? Mechi hii anampa Ateba anafunga, mechi hii anampa Mkwala anafunga. Yani mwalimu hana pressure, anafahamu kabisa nikimpa Mkwala mechi atafunga, nikimpa Ateba mechi atafunga. Hiyo ndio Simba ambayo tumetaka. Yani yoyote ambaye anapata nafasi una uhakika wa kukupa matokeo. Tumehama kabisa kwenye ile Simba ambayo mtu fulani akikosekana tunaanza kulalamika. Sasa hivi tunayo Simba ambayo hii Simba na ni mechi ya pili anaanzia nje. Mpanzu. Hivi nyie muone kama hiyo ni hatari inakuja hatari. Tatokea kimbunga cha Karina hapa tunakoelekea huko. Kimbunga cha Karina. Kipoje iko kimbunga cha Karina? Hicho nikirudi kutoka Morocco nitawahadithia. Kwa hiyo ni usajili bora sana. Lakini hebu niulizeni swali kuhusiana na Joshua Mutale SGR Budo. Kiwango chake unakionaje? Ni mara ya pili sasa anakuwa anafanya makubwa ndani ya pitch. Uliza udada. Uliza kuhusiana na Joshua Mutale. Ameshasema kiwango cha uliza. Kwenye mechi hizi mbili mfululizo kiwango cha Budo kinaonekana ni kikubwa, hata amewaridhisha mashabiki. Je, unaweza kueleza kiwango chake? Swali zuri sana. Furahi Joshua Mutale ninaamini kabisa wapo mashabiki ambao walishampa thank you. Nina uhakika kabisa umethibitisha kweli. Na wapo waandishi ambao tayari wameshampa thank you Joshua Mutale. Hata wachambuzi walishampa thank you Joshua Mutale. Ni kweli hakuanza vizuri, na kwa lugha tu nyepesi ni kwamba alikuwa anacheza vibaya hapo mwanzo. Kila akipata nafasi alikuwa haturidhishi na hamridhishi mwalimu Fadlu Davis. Lakini mwalimu alikuwa anafahamu kitu gani kipo kwa Joshua Mutale. Wameanza mwalimu alifahamu kitu gani kipo kwa Joshua Mutale. Na inaonekana sasa kwa Joshua Mutale, na aliamini kabisa mimi ndio nitakuwa mtu wa mwisho kuendelea kumpa imani na matumaini Joshua Mutale. Na alikuwa akikaa anazungumza naye na akimpa mechi hasa katika zile mechi za FA ili kumjengea confidence. Mwalimu Fadlu amefanya kazi kubwa sana kurestore psychology ya Joshua Mutale. Joshua Mutale hana tatizo na miguu yake, yuko vizuri kweli. Shida ni kwamba namna ambavyo alianza vibaya. Ya mwisho bodi ya ligi lazima tuwaheshimu. Sisi sio wale wa kuwatumishia misuli bodi ya ligi. Sisi sio wale wa kuwatusi bodi ya ligi. Sisi tumenyooka. Amesema muda umeisha, tunaondoka, lakini tumeomba tumalizie kumzungumzia Mutale. Kwa mwalimu aliamini kwa Joshua Mutale na akawekeza muda wake wote kwa Joshua Mutale kuhakikisha kwamba anakuja kufanya kazi iliyomleta Simba Sports Club. Leo hii tunamuona Joshua Mutale akifanya kazi ambayo wana Simba wote tunafanya. Na siku moja niliwahi kuzungumza kwenye kituo kimoja cha redio ni kwamba Mutale analaumiwa sana kwa sababu Mutale ndio mchezaji pekee ambaye alisajiliwa na wanasimba wote tukiwa tunamfahamu.
Mutale ndo mchezaji pekee ambaye anasajiliwa, sisi wana Simba wote tumemuona kwa macho Mutale akicheza. Jean Charles Ahoua sisi wana Simba hatukumuona, tumekuja kuona tu takwimu zake mwishoni baada ya kuwa MVP wa Ivory Coast na anakuja Simba. Kuna mtu hilo kimuuliza Shamu ametoka timu gani hawezi kujua, lakini kila mtu alikuwa anajua historia na ubora wa Joshua Mutale. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi mno watu kumcriticize Mutale kwa sababu wanajua ubora aliokuwa nao Power Dynamos sio huu ambao uko nao Simba Sports. Kwa watu wakawa wanamdai ule ubora wake, na leo ameonyesha ubora mechi iliyopita, na ndio man of the match ndio man of the match. Kusema kweli mechi hizi 4 amepata man of the match 2. Wewe kwa Joshua Mutale kusema kweli amefanya unyama sana na ataendelea kufanya unyama mkubwa sana. Sasa kadri unavyochelewa kucheza na Simba ndio unakutana na Joshua Mutale, unakutana na Mpanzu, unakutana na Kibu Dennis.